Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na furaha ya kusimama mbele yenu kwa dakika kidogo. Tutaangalia neno la Mungu, na nilipenda tuzungumzie andiko ambalo walitusomea katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 14. Andiko hilo linasema ya kuwa ninyi ni nuru ya ulimwengu, na aliyekuwa anasema ni Yesu. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa sisi hatutasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, kwa sababu tutakuwa sasa vile tunajiondoa, lakini somo letu linasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya! Msalimie jirani yako, mwambie wewe ni nuru ya ulimwengu. Anasema nini? Anakuchekea tu, lakini haitiki. Ni kusema sisi ni nuru ya ulimwengu. Sikuambia mrudie tena. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Katika ulimwengu huu, watu ambao wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wanatakiwa kusimama kama nuru ya ulimwengu huu. Na leo tutaangalia kazi ya nuru ni nini. Kama wanatuambia sisi ni nuru, kazi yetu itakuwa nini? Nuru inafanya kazi gani? Na leo tutaangalia kazi 3 muhimu au zenye ziko principal zenye nuru inafanya. Tuko pamoja? Kazi ya kwanza ya nuru ni kuangaza. Kazi ya kwanza ya nuru ni kuangaza. Kazi ya pili ya nuru ni kuleta joto, na hii utaiona vizuri kabisa. Lakini pia kazi ya 3 ya nuru ni kuonyesha njia. Haleluya! Kazi ya kwanza ni kuangaza, kazi ya pili ni kuleta joto, kazi ya 3 ni kuonyesha njia. Yesu alipowaambia mitume ya kuwa ninyi ni nuru ya ulimwengu, na leo anapotuambia sisi ya kuwa ninyi ni nuru ya ulimwengu, maana yake Yesu anataka tupate kuangaza kwa watu wengine, tupate kuleta joto kwa watu wengine, na tupate kuwaonyesha njia. Kwa kawaida kabisa, unaposema nuru inaangaza, kazi yake ni kuangaza, ni kwamba nuru inafukuza giza. Giza na nuru ni vitu viwili ambavyo haviwezi kukutanana. Wakati mmoja iko, mwingine haiko. Mwingine akikuja, mwenzake haiko. Kunakuwa na vitu viwili ambavyo haviwezi kukutanana. Na katika masomo ya matematiki wanasema kunakuwa na linye mbili zenye ziko parallel. Ni linye mbili zenye haziwezi kukutanana. Ndivyo ilivyo kwa nuru na giza. Na nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anasomea upadri na hakumalizaka, wasio kama wakamfukuza kama akarudia. Sasa shetu tulikuwa tunamuita Padri Olivier. Ule bwana alikuwa anasema ya kuwa kwa kawaida mwanadamu hapaswi kuogopa kifo, kwa sababu wakati kifo kinakuja mwanadamu anakuwa haiko, na wakati mwanadamu iko kifo kinakuwa hakiko. Ni kusema kimoja kina eliminate kingine. Sasa utaogopa kifo, na wakati kitakuwa wewe utakuwa hauko, utaogopa kwa sababu gani? Ndivyo ilivyo kwa nuru na giza. Giza inapokuwa, nuru haiko. Nuru ikikuwa, giza haiko. Kwa hiyo nuru inafukuza giza. Wakati giza inaona nuru, inaanza kukimbia, na kwa hiyo nuru inaangaza. Kazi nyingine ni kuleta joto. Wale ambao
wanakuwa na maplafoza mfupi mumwabo. Utakubaliana na mimi ya kuwa ukilala usiku na unawasha ampul, unasikia chaleur fulani hivi. Ba electricien wanaweza sema ndio mwa ile ampul mko charge zingine, lakini en quelque sorte ile nuru ina produire chaleur. Na hata nuru ya jua ina produire chaleur. Nuru inapokuwa iko, unasikia kajoto fulani hivi na baridi inaanza kukimbia. Na wakati Yesu anasema hapa juu ya nuru, alisema juu ya taa. Anasema watu hawaiwashi taa na kuiweka chini ya meza, lakini wanawasha taa na kuitia juu ya meza ili ipate kuangazia watu. Sasa nikwambie, taa inakuwaka na kifukuto ama haikuwake na kifukuto? Ni kusema kazi ya nuru pia haiko tu, haiishie kwa ile mwangaza, lakini inaenda mbali zaidi kuletea watu joto. Nuru inaleta joto. Lakini pia kazi ya pili ni kuonyesha njia. Nuru inaonyesha njia. Wakati mwanga unapowaka, njia inaonekana kwa uwazi zaidi. Kwa wale watu ambao walikomalia kuvilaje sawa vile shie hapa, kuvilaje hakuna electricité, hakuna éclairage public, na wakati watu wanatembea usiku, unaona kabisa hauone hata mgomba yenyeko a quelques metres haionekani. Giza linafunga njia. Lakini unapowasha taa, unapowasha torch, unapoleta mwangaza wa aina yoyote ile, unaanza kuangaziwa njia. Haleluya. Tunapoitwa kuwa nuru katika dunia hii, kitu cha kwanza ni kwamba tunatakiwa kuangaza, tufukuze giza. Kitu cha pili ni kwamba tutaleta joto kwa watu wengine. Kitu cha tatu ni kwamba tutaonyesha njia kwa watu wengine. Na mbele uonyeshe njia, utahakikisha kwamba unajua njia. Hauwezi kusema mimi naenda kuonyesha njia na peke yako haujui njia. Kwenda kuonyesha njia inaanzia kwanza kujua njia. Kuangaza. Giza inafananishwa na dhambi. Na ukisikia Biblia inasema juu ya ulimwengu wa giza, inaongelea juu ya ulimwengu wa dhambi. Ile machafuko yote ya dhambi inafananishwa na giza. Sasa katika dunia hii ambayo ni dunia ya dhambi, sisi ambao tumemjua Kristo, sisi ambao tumempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunatakiwa kuangaza. Mahali ambapo kunakuwa giza ya dhambi fulani, sisi tunaleta nuru. Kunakuwa na wengine watu ambao wanafanya dhambi na pengine hawajajua kwamba ni dhambi wala ni kitu kibaya. Lakini unapowaangazia, unajua mgiza, mtu anaweza gusa n'importe quoi. Mtu anaweza kunyaga n'importe quoi. Kuko wengine ukimwambia kama ukisema vitu ya mwesia anaweza kutapika. Lakini mgiza, mtu anaweza kulisikia kufunyaga mavi. Msitapiki. Lakini unapoangaza, kumbe nilifunyaga kitu kibaya hapa. Kumbe niligusa kitu kibaya hapa. Ndivyo inatakiwa tuwe kwa watu wa dunia hii. Tuwaangazie, tulete mwangaza. Tunapowaangazia wanasema, kumbe tabia fulani ni tabia mbaya. Kumbe chakula ninachokikula ni chakula kibaya. Kumbe mavazi, mapambo ninayoenda nayo ni mapambo mabaya. Umtoe katika giza ya kutokujua mambo na kumleta kuanza kuelewa mambo. Haleluya. Hiyo ni kazi ya sisi ambao ni nuru ya dunia hii. Lakini pia tunaitwa kuleta joto kama vile nuru inavyoleta joto. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3, wakati anazungumzia juu ya
kanisa fulani hivi ambalo anasema wewe hauko baridi wala hauko moto. Kwa lugha nyingine, baridi inaonesha udhaifu fulani hivi wa kiroho, na joto inaonesha uwepo wa Roho Mtakatifu. Biblia inaposema wewe uko baridi, inasema wewe hauna ule moto wa Roho Mtakatifu. Inaposema wewe uko na moto, na inamaanisha uko na ule moto wa Roho Mtakatifu. Sasa tunapokuwa na ule moto wa Roho Mtakatifu, sisi ambao tumemjua Kristo, inatakiwa twende kwa wengine wanapokuwa katika ile ubaridi wa machafuko ya dunia, tuwaletee joto. Haleluya! Tupate kuwaletea joto, tuwaondoe katika ile baridi, kwa sababu tunatakiwa kuwa moto au basi tukue baridi. Ile kitabu ya Ufunuo inasema na kushauri uwe moto au uwe baridi, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na uvuguvugu nitamtapika. Lakini pia kama atakuwa baridi atatapikwa, kwa sababu anaenda kinyume, anakuwa na ile udhaifu wa kiroho. Tunatakiwa tuwe na ule moto wa Roho Mtakatifu. Lakini ni nini ambayo tunafanya katika watu ambao wanatuzunguka? Kwa sababu dunia yetu ni wale ambao wanatuzunguka. Hautatarajia kuleta mwangaza wala kuleta joto kwa watu wenye wako Burundi, watu wenye wako Kenya, na bale wenye wanakuzunguka hawaanza kufaire sentir ule moto wa Roho Mtakatifu. Lakini pia tunaposema kama nuru inaonyesha njia, maana yake tunatakiwa kuwaangazia wengine. Unajua, giza linapokuwa linatawala, watu wanakuwa mconfusion. Na unaweza kumtambuka mtu ambaye unamjua na hautamjua mgiza. Unaweza kugongana na soda mgiza. Eske kama mwangaza iko naweza jipermettre kugongana na soda? Lakini mgiza binawezekana. Kunakuwa na vitu ambavyo vinafanyika katika giza. Kunakuwa na kupotea njia katika giza. Unapotea njia. Zaidi sana kama umetembelea mji au tuseme sana village, kwa sababu kule hakuna mwangaza. Katika giza unaweza kusahau sasa hii njia ni hapa ndio ndapitia wala ni hapa ndio ndapitia. Unaweza kupotea njia katika giza. Na kwa njia za kule ku village, unaona kule ku village uko mashamba, na mashamba ziko na mipaka, zinagabuliwa. Na kawaida sana kwenye kuko kale ka mpaka kanakuwa kama ni kamfereji kadogo, mai iko na inaweza shuka pale facilement. Sasa inaweza wezekana upotee njia kwenye iko naenda pita mwakale ka mpaka kama shamba. Unawazia ungali mshamba, kumbe ushaenda njia nyuma ya njia kwa sababu ya giza. Na inawezekana watu ambao wanakuzunguka wanaweza kupotea, lakini wewe ambaye unakuwa nuru ya dunia hii unatakiwa kuwaangazia. Unatakiwa kuwaonyesha njia. Unatakiwa kuwapatia joto. Lakini kitu cha kushangaza sasa ambacho kinakuwa pale ni kwamba kama giza ni kama vile confusion, sisi ambao tulitakiwa tuwe nuru, shie ndio tuna create confusion mubatu. Mpaka mtu anajiuliza sasa, kanisa ya kweli ni wapi? Mbona bale nao wenye tulikuwa na waza huko mkanisa ya kweli nao wanafanya hiki, nao wanafanya hiki. Sasa Ukristo wa kweli utapatikana wapi? Una create confusion, unaleta giza pahali pa kuangazia watu, na wengine wanaopoteza wenzao. Wewe ambaye ulitakiwa kumwangazia ili aione njia, amuone Yesu Kristo kama vile njia, wewe ndio unambeba pembeni, unamtosha nje ya njia. Ni usema wa Kristo ambao walitakiwa kukuwa nuru leo wanakuwa giza.
Wakristo ambao walitakiwa kuwa moto leo wanakuwa baridi. Wakristo ambao walitakiwa kuonyesha wengine njia leo wanawatoa katikati ya njia, wanawatia pembeni. Wakristo ambao walitakiwa kufundisha wengine wanasema hii ni mafundisho ya uongo, hapa mmepotea, hapa mko katika giza, muondoke mrudie kwa njia. Wao ndio wanaongeza giza zaidi. Hawawezi hata kusimama na kumfundisha mwenzake. Hawana zile kapasite za kuondoa giza kwa nuru ambayo wanaibeba. Wakristo ambao walitakiwa walete matumaini mahali ambapo matumaini imepotea, wao wanakuwa wa kwanza kupoteza matumaini, wanakuwa wa kwanza kukata tamaa. Wewe ambaye ungekuwa pilie yenye bengine watasegamia kwa wanasema tuonyeshe njia, turudishie matumaini, unakuwa wa kwanza kupoteza matumaini. Watu ambao ilitakiwa wawe na ile hamu ya kushiriki ibada, hamu ya kushiriki semina, hamu ya kushiriki maombi, wanakuwa wa kwanza kuondoka. Sasa kama ukikimbia ibada, mgeni utamletaka siku gani? Au utamleta na mwacha mwibada unakimbia? Kama ukikimbia semina, mgeni atabaki yaka msemina siku gani? Au utamwacha mle msemina au unakimbia? Ni kusema tunafanya le contraire ya jinsi Biblia ilikuwa natakiwa tukue. Na pengine ni kwa sababu ya kitu kimoja, hatujijui. Unajua, ukijisahau unaweza kufanya na maerea. Kama wewe uko nuru lakini haujui kama uko nuru, kama uko na hii ampule na haujui kama imeweza angaza, hawezi jua washa ile interrupteur pale, kwa sababu haujui kama itaangaza. Lakini unapojua ya kuwa niko na ampule humu na nikiona giza ndawasha hapa, mwangaza unakuja, utafanya hivyo. Watu wengi hawajijui, wanajisahau. Sio kama ni kutokujijua, kama ni kujisahau. Sisi tuko watu wenye wako special ukilinganisha na watu wengine. Na Petro alisema hiyo katika Petro wa kwanza. Tusomee Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 9. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 9. Petro anasema ya kuwa sisi hatuko watu wa kawaida, hatuko watu sawasawa na watu wengine. Inasema nini? Petro wa kwanza sura yake ya pili na mstari wake wa 9. Ndio. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni uzao mteule, tena ninyi ni ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Watu ambao ni watoto wa Mungu. Mupate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita toka gizani. Ndio. Mukaingie katika nuru yake ya ajabu. Haleluya. Ninyi ni watu ambao wako special, ukuhani wa kifalme, taifa teule. Unaweza kukaa watu wa milki ya Mungu. Aliwatoa katika giza akawaingiza katika nuru yake. Na hapa niseme kitu kimoja, nuru ambayo inatakiwa tuwe nayo haiko shindo tunaitosha directement, lakini tunareflete nuru ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ni kusema Yesu Kristo kama vile mwanga mkubwa anaangaza, nuru inapitia kwetu kisha inaangazia watu wengine. Sijui nikisema kureflete kama inasikilikana vizuri. Wangapi wanajua mbalamwezi? Mbalamwezi sinaangazaka, lakini mbalamwezi haikuwake na nuru. Unajua vile? Haleluya. La line. Mbalamwezi inakamataka mwanga wa jua. Ule mwanga wa jua
ule mwanga wa jua unaingia pale kumbalamwezi, kisha mbalamwezi ina transmettre ule mwanga tunauona hapa kudunia, na sisi tuna reflete ile nuru ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni nuru. Yesu Kristo ni nuru. Yeye anapokuwa naangaza, ile nuru inapitia kwetu shie, na wakati watu wanatuangalia ambao wanakuwa katika giza, wanaona nuru ya Kristo ndani mwetu. Watu wanapokuwa mconfusion, mafundisho za uongo, wanaona mafundisho ya kweli ndani yetu. Watu wanapokuwa katika tabia mbaya, wanaona tabia nzuri ndani yetu, na kwa hiyo tunawaangazia. Yesu Kristo anaangaza ndani yetu. Lakini fikiria sasa, uko reflet wa lumiere fulani. Sasa ulie ureflete lumiere, unakamata rideau ya mweusi, unaitia pale kwenye ile reflet ingetokea. Watu hawataona tena kitu. Kanisa la Nguba, kanisa la Wasabato, inatakiwa tuangaze. Haleluya. Tuangazie wengine, tuoneshe njia kwa wengine, tulete joto kwa wengine, tufukuze giza mahali ambapo kunakuwa na giza. Na wengine huko wanasema nguvu za giza, nguvu za giza. Inatakiwa tufukuze nguvu za giza kupitia nguvu za nuru. Haleluya. Lakini wengine wanafukuzwa na nguvu za giza. Nawaza hakuna wapo mwenye alishaka fukuzwa na nguvu za giza. Unasikia mtu yuko mnyumba ya kupanga anasema, sasa mwa hii nyumba watu wako na iko na lota mbaya, iko nasikia mapusi kumanjanja, mimi na hamu. Pale anafukuzwa ama hafukuzwe? Wengine wanafukuzwa na nguvu za giza, aloke wao wanabeba nuru. Inatakiwa sisi tufukuze giza. Haleluya. Inatakiwa sisi tuangazie wale ambao wanakuwa katika giza, katika dhambi hii, katika dunia hii ya dhambi. Inatakiwa tulete matumaini kwa watu ambao wamepoteza matumaini. Unajua, unapopitia wakati mgumu katika maisha, wasomi wanaita iko ni moment yenye iko sombre. Moment yenye iko sombre maana yake nini? Ni nyakati za giza. Ni kusema unapitia majaribu, unapoteza matumaini, unaanza kukata tamaa. Na watu wanasema anapitia wakati mgumu, anapitia moment zenye ziko sombre. Inatakiwa sisi tulete nuru ya matumaini kwa mtu yule, tumuletee kurudisha tena tumaini na wala asikate tamaa. Lakini sisi tunakata tamaa wa kwanza. Tunakutanana na ndugu ambao walikuwa katika nuru na sasa wamepotea njia, wanaenda kinyume sasa na njia ya kweli. Kazi yetu tunaanza kusema ule alishaka changanyikiwa mumwachi. Wale ule alikuwa kanajifanya njoo Mkristo, sasa aone yule alishaka kuwa. Pahali ya kukamata mwangaza ambao unakuwa nao na kumwangazia ndugu yako, mwambie ndugu, umepotea njia. Umepotea njia, rudia kumstari. Unaanza kumsema vibaya. Unaanza kumsema vibaya. Unapoteza ile sifa ya kukua nuru ya dunia. Na ile nuru sasa inaonekana katika maisha yetu kwa njia ya matendo ambayo tunayofanya. Hautatoka hapa uingie mkartie uanze zunguruka useme mimi niko nuru, mimi niko nuru, lakini itaonekana kwa matendo yako ambayo unayafanya. Katika mstari wa 15 wa ile andiko la Mathayo 5 anasema matendo yenu yaonekane mbele za watu, matendo yenu mazuri muyafanye mbele za watu,
ili wapate kumtukuza Baba yenu aliye juu mbinguni. Tunapokuwa tunakuwa na ile nuru, tunaleta habari njema, tunaleta mwangaza, tunaonyesha njia, tunaleta joto, ile matendo yenye tutakuwa tunafanya inafanya kwamba Baba yetu mwenye yuko mbinguni apate kutukuzwa. Na ukitombea mpieje ya kusema sasa mie niko mtu wa kuleta nuru, mie niko mtu wa kuleta nuru, mie njoo ifo nionekane, mie njoo ifo warudishie sifa, utakuwa uko naharibisha pia. Fanya matendo mazuri ya kurudisha watu kwa Kristo. Fanya kazi ya kuangazia wengine. Fanya kazi ya kuamsha wengine, kuwapatia joto. Fanya kazi ya kuonesha wengine njia. Kwa matendo yako mazuri unayofanya, sifa zitamrudilia Mungu na wewe utapata thawabu siku ya mwisho. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana mzee. Nashukuru kwa fundisho. Watu wanashukuru mzee kwa fundisho special. Amen. Ni fundisho nzuri sana. Watu wajua kama sisi ni nuru, bila tuko taifa special. Usisahau ile, maana ulipoteza wakati wako bure. Mzee, watakapokuita mchungaji usidute. Mzee wa kanisa ni mchungaji. Ile njoo, unajua kitu nataka niwaambie. Cheo cha mzee wa kanisa njoo chuo cha kwanza katika kanisa la Maria. Na watu wanapaswa kuregulate hivi basi na kupatia ile mamlaka. Asante kwa ujumbe. Tunaweza kusimama tufunge na namba 136. Asante Mungu wetu, Baba mtakatifu, unayekaa mahali pa kutukuzika sana. Tumemaliza kuibada katika mahali hapa ambapo kulitiwa kando kwa ajili ya jina lako. Tumeona mengi, tumesikia mengi, na tumejisikia Mungu tumebarikiwa. Jina lako lipewe sifa. Wote waliohudumu kwa siku ya leo Mungu tunawakabidhi mikononi mwako. Na acha huduma zao ziwe baraka kwetu.
tutakaporudi tusirudi kama vile tulivyoingia, na mambo yote ambayo tumesikia hapa, Mungu Roho Mtakatifu ayacheue tena katika maisha ya kila mmoja wetu, na kama vile tumejifunza ya kuwa sisi ni nuru ya ulimwengu, tuwe msaada kwa ajili ya watu wasiokujua. Asante Mtakatifu kwa yote ambayo tumepokea kama vile chakula cha uzima. Tukiomba hivi na tunapoamini ya kuwa tuendelea kuandama programu ambayo inakuja tena kule nyuma ya semina, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.